Chadema. Chadema. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama Taifa wa Tundu Antipas Lissu, Makamu Mwenyekiti wetu John Heche, Katibu Mkuu John Mnyika, pamoja na viongozi wengine wote, wajumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Wanawake Sharifa Suleiman, pamoja na jopo lako, pamoja na wageni wote walioweza kufika muda huu. Mimi naitwa Rose Mayemba. Mimi ni mwanamke wa Kitanzania, na leo kwa heshima na upendeleo niliopewa na kwa niaba ya wanawake wote wa Chadema, tunawaletea program ya He for She campaign iliyoasisiwa na Umoja wa Mataifa UN miaka 10 iliyopita. Kampeni hii ni mwaliko maalum kwa wanaume na watu wote kuungana na tumekuja na kampeni hii kwa sababu tunahitaji nguvu ya pamoja katika kujenga jamii yenye fursa sawa ili kuharakisha maendeleo endelevu katika nchi yetu. Kwa takwimu za sensa za mwaka 2022, Tanzania inakadiriwa kuwa na wanawake 51% huku 49% ikiwa ni wanaume. Tafsiri ya jambo hili ni kwamba mwanamke asiposhiriki kikamilifu katika masuala mbalimbali ya kisiasa na kiuchumi na kijamii, jamii nzima itaathirika. Tunahitaji kukomesha ubaguzi wa kijinsia, na nitumie fursa hii kuwaomba wanaume na watu wote kutoka mikoa 26 ya Tanganyika na mikoa 5 kutoka Zanzibar kushiriki nasi katika kampeni hii ya kumkwamua mwanamke. Kama tukiacha kutambua na kuheshimiana na kuthaminiana kwa minajili ya jinsia zetu, na badala yake tukatambuana na kuheshimiana kwa minajili ya ubinadamu wetu, wote tutakuwa huru. Na hii ndiyo maana halisi ya He for She. Ili kutokomeza ndoa za utotoni, ili watoto wetu wapate fursa sawa katika kupata elimu, ili kukomesha watoto wetu kutekwa na kuuawa kwa sababu yoyote ile, tunahitaji umoja na mshikamano. Kijana wetu Deus Dedit Soka aliitwa polisi, hadi leo hajarudi kutoka polisi. Kijana Chaula aliyechora picha ya rais kwa gharama yake na kisha akaichoma ametekwa na hajulikani aliko. Dionis Kipanya, ndugu zake wanamtafuta hadi leo. Juzi tu hapa kijana wetu Amani kule Mwanza, naye ametekwa na kupotezwa. Nimewataja hao kwa uchache, lakini madhira haya yamewakumba wengi katika jamii yetu. Kama wanawake ni lazima tuhoji watu hawa wako wapi. Lakini je, sauti yetu peke yake inatosha? Hapana. Ili haki ya kuishi vijana hawa ipatikane, ni lazima wanawake na wanaume wote tuungane kwa pamoja kuitafuta haki yao. Mwaka jana binti mdogo Ahu Dayai, mwanafunzi nchini Iran, baada ya kuchoshwa na unyanyasaji wa polisi, aliamua kutembea uchi ili kuionyesha dunia unyanyasaji uliokuwa ukiendelea nchini Iran. Jiulizeni, ni wanawake wangapi kati yetu hapa wanaweza kugoma na wakaamua kutembea uchi ili Tanzania tuweze kuwa na fursa sawa bila kujali jinsia, bila kujali jinsia zetu au itikadi zetu? Uzoefu unaonyesha wanawake tukiamua tunaweza, na tukifanikiwa kuungana pamoja na wanaume tukawa kitu kimoja, mapinduzi makubwa kila nyanja katika nchi yetu yatatokea. Iran ni moja kati ya nchi chache duniani zinazoongoza kwa kunyonga wanawake, lakini huyu binti Ahu wala hakunyongwa, na ule ujasiri wake umeleta mabadiliko makubwa katika nchi ya Iran kuhusiana na wanawake. Kule nchini Marekani miaka ya 55, mwanadada Rosa Parks alikataa kuachia siti kwa mtoto wa kizungu kwenye basi.
pamoja na nguvu iliyotumika kumuondoa kwenye siti, lakini ujasiri ule ulianzisha movement mbalimbali za kukataa ubaguzi nchini Marekani, na leo Marekani yeyote anaweza kuwa kiongozi bila kujali rangi wala dini yake. Sisi wanawake wa Kitanzania tunaweza pia kufanya kama Rosa Parks. Sisi wanawake wa Tanzania tunaweza kuamsha migomo na harakati na kuanzisha harakati ili kusaidia demokrasia ya kweli katika taifa letu. Kwa kushirikiana na wanaume, tunaweza kuifanya Tanzania yetu na dunia nzima kuwa bora na yenye usawa wa kijinsia kwa watu wote. Tuonyeshe ulimwengu hatupo kwa ajili ya he for she, bali tupo kwa ajili ya kulinda ubinadamu wetu. Tunaposema he for she, hatuongelei tafsiri nyepesi ya maneno haya, wala hatumaanishi kuwa mwanaume amsaidie mwanamke. Tunaongelea kubwa ya mwanaume na mwanamke wasimame pamoja ili kutengeneza dunia ambayo ina usawa kwenye fursa, haki na usawa wa kuheshimiana na kujaliana bila kujali jinsia zetu. Tunaongelea ujasiri